nafasi ya kubadilika ni sasa. Na ukibadilika ni kwa faida yako. Utakuwa mtu wa maana kwenye familia yako, utakuwa mtu wa maana kwenye nchi yako unayoipenda ya Tanzania. Hebu kuwa mtu wa maana. Mimi siku moja nilibahatika kwenda polisi kufuata mtu wangu fulani pale. Jicho halina pazia bwana. Nikaona kitabu pale nakiandika. Nikaona majina kasema sasa kwa nini nimeangalia huku majina ya wahalifu, mpaka nikasema sasa mimi na kina mchungaji Ananja tunafanya nini? Mbona majina ya watu wetu sisi na maparoko tunafanya nini? Jicho limeangalia, alafu nikajihubiria sana, nikaumia sana. Wako watu wanafanya dhambi sio kwa sababu hawajabatizwa, ni hao ambao mioyo yao ni mawe. Wako watu wanafanya dhambi sio kwa sababu hawalijui neno la Mungu, wanajaribu kustawisha yote, shughuli za dunia hii na neno. Mafuta na maji bwana vinatenganaga tu, si ndio Vinatenganaga tu. Wako watu wanataka vyote vistawi, uchawi wake ustawi na yeye awepo kanisani. Na ukisema Bwana asifiwe, anaitikia kwa nguvu kufukia uovu. Usifanye hivyo. Jitokeze tu, utubu, maana ukitubu Mungu anasamehe. Na Mungu huyu anayesamehe ndiye ninayemhubiri hapa leo. Anasamehe kabisa. Na yeye hairishi kesi kama kule mahakamani. Kule mahakamani mpaka vitu vijipange, unajua. Na wenzetu askari wanasema upelelezi na tuwaache wafanya kazi zao. Lakini kesi ya wewe na Mungu, anakusamehe pale pale. Unapenda kutubu? Atakusamehe hapo hapo. Hawezi kuambia hii kesi imeahirishwa mwanangu Salome. Kesi imeahirishwa mheshimiwa Salome. Nenda kwanza nyumbani. Salome, ukitubu unasamehewa hapo hapo. Jamani, nazungumza na Salome lakini nazungumza na wengi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye amewahi kwenda kumwambia Mungu nisamehe hajamsamehe. Unaweza kwenda kwa mwanadamu akakwambia kwanza umezidi, acha nifikirie. Mwaka jana nimekusamehe, ile nimekusamehe. No. Ataongea na Kiingereza. This is too much. Unaona, lakini Mungu hawezi kusema this is too much. Anakuambia njoo mwanangu. Sasa ujumbe huu tufikie sisi wote. Mahali popote unaabudu, kuwa mtu wa maana katika eneo hilo. Mahali popote unaabudu, kuwa productive kwenye eneo hilo. Mahali popote unaabudu, ujulikane wewe ni nani. Sisi huko kanisani tunakupima wakati mwingine kwa bahasha. Sema bahasha namba 40. Hii ni ya mama Masawe. Bahasha namba ngapi? Ndio tunaweza kukupima kwa bahasha, lakini wewe ni mwovu. Kwa kuwa leo nina nafasi ya kukuambia, acha nikwambie, huenda ukapona. Nimesema huenda. Na huenda usipone. Mimi nimefanya kazi Masaini. Sawa, kuingia ibada wanawekaga mikuki pale nje, wanawekaga na nini? Sime, na fimbo. Sawa, kutoka hakuna anayesahau sime yake wala fimbo yake. Naweza nikawahubiria hapa au kahubiriwa pale kanisani au sijui ni msikitini, kumbe umeacha dhambi yako tu pale nje. Ukitoka pale kwa kweli hakuna anayesahau. Ndio maana unaona mambo yanaenda yanavyoenda, kwa sababu hakuna mtu anasahau wala hakuna mtu ana mpango wa kuacha. Kuna kijana mmoja alimwambia baba yake, baba mimi naenda kanisani, unafikiri mimi hata hii mbingu ninahitaji? Mimi nakosa tu kampani huko nyumbani eti, lakini hii mbingu mimi sihitaji. That is none of my business. Mimi hivi mtu alikwambia hivyo, si unaanza hivi naishi na mtu wa aina gani? Unaona Yaani anaweza akaigiza wema, kumbe ule wema yeye wala hana haja nao. Kuna watu wanafanya ibada kwa sababu wengine wanafanya ibada. Hawamaanishi kufanya ibada. Tungemaanisha kufanya ibada, Tanzania yetu ingekuwa nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Natupia tu ujumbe kwenu sasa. Epuka ule moyo unaitwa njia. Pima moyo wako. Epuka ule moyo unaitwa mwamba, jiwe. Epuka ule moyo ambao ule ndio hatari kwa kweli. Miiba inastawi na neno linastawi, ila halizai. Epuka na ule moyo.
Kila mmoja na atafute moyo laini. Kiongozi wa nchi akisema kitu kinastawi. Kiongozi wa imani akisema kitu kinastawi. Sasa nakuuliza, wewe ni nani? Sasa jibu si unalo mwenyewe bwana. Wewe ni nani? Njia wanyoshe mkono. Hao. Wewe ni nani? Mwamba. Haya, wale wa moyo jiwe wanyoshe mikono. Msinisaidie na wale. Wewe ni nani? Udongo mzuri. Wa udongo mzuri wanyoshe mikono. Sasa nyosha hata chini tu. Umenyosha juu. Ikiwezekana hata nyoshea chini tu. Nyoshea hata chini, kwani wale wasoma Biblia kina Ananja si mnajua? Wanasema Bwana aonaye sirini atakujaza. Haya, wa udongo mzuri leo nyosheni juu. Hao. Sijawapata wa miiba na miamba na mawe. Sijawapata kwa kweli. Nyinyi ni watu wazuri sana. Hakuna miamba na miiba hapa. Watu wote wanaingia mbinguni hapa. Nafikiri inatosha au sio? Inatosha. Na Bwana alibariki neno lake. Amen. Tunakushukuru sana mkuu wa jimbo, na neno la Mungu nalikae kwa wingi ndani ya mioyo yetu. 283 Bwana.